Sasa ndugu yangu, hapa kwa mjenzi wa nyumba leo nataka nikuletee ujenzi wa ghorofa 3. Kile unachopaswa kujua juu ya ujenzi wa ghorofa 3. Ndio elimu nataka kukuletea hapa. Ujenzi wa nyumba ya ghorofa 3 ni mradi mkubwa unaohitaji maandalizi ya kina, uelewa wa kitaalamu na utekelezaji makini ili kuhakikisha usalama, ubora na ufanisi. Aina hii ya nyumba hutoa nafasi zaidi ya kuishi au kufanyia biashara kwa wenye eneo dogo la ardhi. Katika makala hii nitaelezea hatua muhimu, gharama, changamoto na faida zinazohusiana na ujenzi wa nyumba ya ghorofa 3. 1. Upangaji na usanifu. Wazungu wanaita design and planning. Kabla ya kuanza ujenzi, hatua ya kwanza ni kuwa na mchoro wa usanifu ulioandaliwa na mtaalamu wa usanifu wa majengo. Huyu tunamuita architect. Mchoro huu utajumlisha: 1. Mpangilio wa vyumba, yani maanisha floor plan. Pia muonekano wa nje, elevation. Muonekano wa umeme, maji na mfumo wa umeme, maji na vyoo. Maelezo ya muundo, hii tunaita structure drawings. Ni muhimu kuchagua mtindo wa nyumba unaolingana na matumizi yako, makazi binafsi au kupangisha vyumba au matumizi ya mchanganyiko, residential and commercial. Jambo la pili, upatikanaji wa vibali. Unapaswa kuwasilisha michoro kwenye halmashauri ya jiji au manispaa ili kupata kibali cha ujenzi, tunaita building permit. Hii ni hatua ya lazima kisheria nchini Tanzania, sio ombi, ni lazima kwa nchi ya Tanzania. 3. Tathmini ya gharama. Gharama za ujenzi wa nyumba ya ghorofa 3 hutegemea ubora wa vifaa, yani sementi, nondo, kokoto na kadhalika, idadi ya vyumba, ukubwa wa ghorofa, gharama za mafundi na wahandisi. Eneo unalojenga, gharama huongezeka mjini, kwa sababu mjini material mengi huwa gharama yake ni kubwa. Kwa hiyo gharama unapojenga mjini huwa ni kubwa zaidi. Kwa makadirio ya ujenzi wa ghorofa 3 unaweza kugharimu kuanzia shilingi za Tanzania milioni 150 hadi milioni 350 kutegemea viwango vya ubora na matumizi ya teknolojia. Ujenzi wa msingi imara, jambo la 4. Kwa ghorofa 3 msingi lazima uwe wa kina na imara. Wahandisi watafanya soil test ili kubaini udongo unafaa kwa ghorofa. Mara nyingi hutumia raft foundation au pile foundation kwa udongo wa kawaida au changamoto, udongo wenye changamoto. 5. Ujenzi wa muundo wa juu, hii tunaita superstructure. Hatua hii inajumlisha kuweka nguzo, yani columns, na mihimili, beams, zile beam, slabu ya kila ghorofa, kuinua kuta kwa kutumia tofali bora, kupiga kenchi, kupiga plaster, kuweka dari na kadhalika. Ni muhimu kutumia nondo na zege lenye uwiano sahihi. Uwiano na maanisha grade, yenye grade sahihi kuhakikisha uimara wa jengo. 6. Umeme, maji na vyoo. Baada ya ujenzi wa muundo wa juu, wataalamu wa umeme na maji huweka mfumo wa wiring, mabomba ya maji safi na maji taka, vyoo na sinki. Mfumo huu huunganishwa hadi ghorofa ya juu kabisa kushuka chini. 7. Finishing, hii tunaita kumalizia au maliziaji. Finishing ni hatua ya mwisho na muhimu sana. Kuweka tiles au tunaita pale sakafuni au kutengeneza sakafu, mipako ya rangi, milango, madirisha na makabati, kuweka taa, ceiling, mapambo ya ndani, kuchangia muonekano wa kuvutia na thamani ya nyumba. 8. Usalama wa jengo. Hakikisha kuna ngazi za dharura, inaitwa fire escape, na mifumo ya kuzimia moto, mfumo wa kinga ya umeme, earth rod, circuit breaker. Usifanye marekebisho makubwa bila ushauri wa mtaalamu. 9. Manufaa ya kujenga ghorofa 3. Faida ya nafasi. Unapata vyumba vingi kwenye eneo dogo. Fursa ya mapato.
Unaweza kupangisha ghorofa zingine, muonekano wa kisasa, nyumba inaonekana ya hadhi na ya kisasa. Uwekezaji wa muda mrefu. 10. Changamoto unazoweza kukutana nazo: gharama kubwa ya mwanzo, upatikanaji wa vifaa bora, uhitaji wa wahandisi waliobobea, ufuatiliaji wa karibu kila hatua. Hitimisho. Ujenzi wa nyumba ya ghorofa 3 ni mradi wa ndoto kwa wengi. Ukifanya kwa usahihi, unaweza kutoa makazi bora na chanzo kizuri cha mapato. Ni muhimu kufanya kila hatua kwa umakini, ukihakikisha na wataalamu wa sekta ya ujenzi. Ikiwa una ndoto ya kujenga ghorofa, anza leo kwa kupata ushauri sahihi na kufanya maamuzi ya busara. Unahitaji msaada wa kujenga ghorofa lako? Wasiliana na Mjenzi wa Nyumba TZ kwa namba hizo unazoendelea kuziona hapo. Asanteni sana kwa kunisikiliza na karibuni tena kwa elimu zaidi na zaidi kwenye channel hii ya Mjenzi wa Nyumba TZ. Shukrani sana na asante sana. Kazi njema.